Naam, yes, uhabari gani mwana habari na mwana michezo wangu, wewe ambaye unaendelea kunifuatilia kokote unakonipata na kunisikia kwa mawimbi mazuri ya sauti inayokufikia kupitia kifaa chochote unachonipata. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Niko hapa leo kukuletea taarifa kutoka kwa kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wa kiongozi huyu, mwenyekiti wa chama hiki taifa, Tundu Lissu, ameeleza kwa masikitiko makubwa kuwa licha ya kutohukumiwa kosa lolote hadi hivi sasa. Nikushukuru kwa kuendelea kuungana nami mwanzo na mpaka mwisho tutakapotamatisha habari hizi, lakini usisahau kusubscribe, share, like pamoja na kucomment ili uweze kuwa mwana familia. Taarifa zaidi tulizonazo siku hii ya leo katika meza yetu ya habari ni mwenyekiti wa chama cha Chadema taifa, Tundu Lissu, ameeleza kwa masikitiko makubwa kuwa licha ya kutokuhukumiwa kosa lolote hadi sasa, amekuwa akiwekwa katika mazingira kama ya wafungwa wa kifo gerezani, jambo analoliona kuwa ni ukiukwaji wa haki zake za msingi. Akizungumza leo Jumatatu Juni 16 mwaka 2025 mbele ya hakimu mfawizi Franco Kiswaga katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Lissu alifichua kuwa tangu Ijumaa Kuu amekuwa akishikiliwa katika special room, chumba maalumu ndani ya gereza la Ukonga, sehemu maalumu inayohifadhi wafungwa waliokwisha kuhukumiwa kunyongwa. Gereza la Ukonga kuna sehemu moja inaitwa special room, chumba maalumu, eneo ambalo wanakaa wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Mimi ninakaa hiyo sehemu wanayokaa wanaosubiri kunyongwa, almaarufu death row. Sasa mheshimiwa, ukiwa death row maana yake nini? Alihoji mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha Chadema taifa, mheshimiwa Tundu Lissu mbele ya mahakama, akiendelea kueleza kuwa Lissu alisema kuwa anafuatwa na kuongozwa na askari wawili kila anapotoka kuonana na mawakili au ndugu zake, hali sawa na ile ya wafungwa waliokwisha kuhukumiwa kunyongwa, licha ya yeye bado kuwa mshtakiwa asiyehukumiwa. Ninalindwa muda wote, usiku na mchana. Mimi sijahukumiwa kifo, lakini ninakaa death row. Pamoja na kuwa death row, bado una haki kwa mfano ya kuabudu. Alalamika Lissu kuwa apewi haki hiyo ya kuweza kuabudu. Katika hatua nyingine ya kushtua, Lissu alieleza mahakama kuwa ameomba rasmi kuwaondoa mawakili wake na kuamua kujitetea mwenyewe katika kesi yake ya uhaini inayomkabili. Alisema sababu kuu ya uamuzi huo ni kutoruhusiwa kuzungumza na mawakili wake kwa faragha kwa zaidi ya siku 68 akiwa mahabusu. Mawakili wangu walifanya kazi yao kwa ustadi na kwa moyo, lakini kutokana na mazingira haya ya kutopewa nafasi ya faragha kuwasiliana nao, ninaichukua hii kesi mikononi mwangu na kuanza sasa mimi mwenyewe nitakabiliana na mawakili wa serikali. Aliweza kuyasema haya mheshimiwa Tundu Lissu. Hakimu mfawizi Franco Kiswaga alikubali ombi hilo, akisema mahakama itamruhusu Lissu kujitetea mwenyewe hadi pale atakapowasilisha maombi ya kuwarejesha mawakili wake. Kesi hiyo ya uhaini imeahirishwa hadi Julai 1, 2025 mwaka huu, ambapo Lissu anatarajiwa kuendelea na utetezi wake binafsi dhidi ya mashtaka yanayomkabili, ikiwemo pia kesi nyingine ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni. Ni yapi maoni yako mwana habari, na kipi ambacho unawiwa kukisema kuhusiana na kesi inayomkabili kiongozi mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu mara baada ya haya ambayo ameeleza katika mahakama ya Kisutu leo jijini Dar es Salaam? Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Majina yangu naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho nikikuletea kile ambacho kimetokea leo jijini Dar es Salaam dhidi ya kesi inayomkabili mheshimiwa Tundu Antipasi Lissu. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Nikukumbushe huu ndio mwisho wa kipindi chetu, na vipindi vingine vitaendelea hapa, utavipata hapa mara baada ya kusubscribe, share, like pamoja na kucomment. Nikuage na nikutakia siku njema. Bye bye.